idadi kubwa ya wanawake walioumizwa siku ya jana, lakini ni bahati mbaya hatujaipata idadi kamili kwa sababu watu walitawanyika kutokana na hali ya taharuki iliyokuwepo. Mpaka sasa bado sijaweza kuipata idadi kwa sababu hata mimi mwenyewe leo nimejikongoja tu kuja hapa, lakini afya yangu sio nzuri sana. Lakini wanawake tuliokuwa nao kwenye karandinga ambalo lilifunikwa zima kabisa walikuwa wanawake 50 ambao tulipuliziwa pilipili, ambao wote wana shida ya vifua leo hii. Ukiongea nao sauti hazitoki. Lakini wapo pia waliokuwa wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi nchi nzima, ambako huko nako ni mambo mengi yamejitokeza, mambo ya kuumiza. Wengine walikuwa kwenye mfungo, walikosa haki za kusikilizwa kwa maana ya kufanya ibada, lakini wengine waliokuwa kwenye mfungo hawakuweza kupata hata chakula. Lakini na bahati nyingine mbaya zaidi, wale walioshikiliwa kwa zaidi ya masaa 24 hawakuweza kupata huduma hata za kujimwagia maji. Unaweza kufikiri ni kwa namna gani mwanamke anaweza kukaa kwa zaidi ya masaa 24 bila kuoga. Kwa hiyo mnaweza kuona ni namna gani watu wamefanyiwa udhalilishaji wa hali ya juu. Kwa hiyo ni mambo mengi yamejitokeza. Tunafikiri tutatumia muda kidogo kuhakikisha tunazipata taarifa ambazo ni kamili kwa usahihi ili tuweze kuchukua hatua, kwa sababu kilichofanyika jana hatukutarajia kwamba siku ambayo ni ya kwetu kabisa maalum wanawake wangefanyiwa mambo yote haya. Na tunaamini vyombo vingine vyote vinavyoamini katika kusimamia haki na usawa vitatupa ushirikiano wa kutosha ili tuweze kuwashtaki wote waliotoa amri ambazo zilikuwa ni amri zilizokiuka taratibu na haki za kibinadamu. Tutawafungulia kesi RPC waliotoa order za kukamata watu barabarani kwa maana ya kunyima uhuru wa kutembea, kwa sababu haki ya kikatiba ipo. Mtu yoyote anaruhusiwa kusafiri kokote kule, aende akafanye chochote anachohitaji mradi asivunje sheria. Kwa hiyo haki za watu kunyimwa kusafiri, haki za watu kunyimwa yale yote niliyoyataja ni lazima zidaiwe. Lakini wale waliohusika katika kunyanyasa watu, wawe mmoja mmoja, wakiwa askari polisi walionyanyasa watu wakitenda matendo tofauti tofauti, pia tutawapeleka mahakamani kwa majina yao binafsi. Hatutawapeleka kwa vyeo vyao, ili pia haya mambo yaweze kukomeshwa. Kama taifa, wanawake tumeonyeshwa aina ya tofauti kabisa ya ubinadamu, na sisi ni lazima tupaze sauti ili tuweze kusaidika katika hili. Sawa.